Mpenzi subscriber, natumai uko mzima mahali popote uko fresh. Mimi ni The One Man Army TV kama ujuavyo. Afya ndio inanitatiza, lakini nashukuru. Mpenzi subscriber, mambo mengi yametendeka hapa duniani. Kama ujuavyo, kuna vita vinaendelea Mashariki ya Kati, na vile vile mnajua mahali vile imefikia, mambo vile inavyotembea. Mpaka sasa Iran bado imesimama licha ya kupigwa, na Iran vile vile kwa upande wake imeonyesha ubabe. Iran ni nchi moja inapigwa na nchi karibu 5 sasa. Nchi karibu 5 zinampiga Iran. Nchi ambayo kwamba ya kushangaza ambayo imeingia hivi karibuni ni nchi ya Uturuki kupitia NATO. Unajua Uturuki ipo. Ndio unaona kuna wanajeshi wa Uturuki ambao kwamba waliuawa kwa ile ajali ya helikopta kule Qatar, kule Dubai, sehemu nyingine. Kwa hivyo Uturuki kama ujuavyo huzungumza na mdomo, lakini vitendo hufanya kivingine. Mturuki anafanya biashara na Muisraeli kupitia Azerbaijan. Pipe ya petroli inatoka na gesi inatoka Azerbaijan inapitia Uturuki, ndio inaenda Israeli. Huku nje Mturuki anajifanya mkali kabisa, apendi mambo ya Israeli nini na nini, lakini chini kwa chini Mturuki Erdogan anafanya kazi na Marekani na Israeli na nchi ambao kwamba zinamsaidia na inamhami Muisraeli kuendeleza vita vyake. Mpenzi subscriber, mbali na hayo, kuna nchi mimi nilikuwa nataka nizungumze, sitaki kuzungumza mambo sana ya Turki. Kuna ujumbe nataka kupitisha. Kwa nini watu wengi wanajiuliza kwa nini Muirani anapiga Marekani, kambi za Marekani, anapiga kambi za milki za Kiarabu UAE, anapiga Saudia, anapiga Jordan, anapiga Omani, anapiga Kuwait, anapiga Bahrain, anapiga Qatar, na anapiga Iraq. Wengi wanafikiri ni kwa sababu ya jeshi na nini, ama kambi za jeshi ziko katika hizo nchi. Kuna kitu Marekani ama Donald Trump alizungumza jana wakati alipokuwa katika mkutano ya kutoa shukurani na ya kuchanga, inaitwa annual dinner, fundraising whatever. Kuna mambo ambayo kwamba ameyazungumza. Hata mimi mwenyewe pia nilikuwa nimeshazungumza kwamba Marekani kusimama kwa Marekani iwe kuwa na nguvu kipesa, kihali ni kupitia nchi za Kiarabu ndio inaisimamisha kiuchumi. Marekani, Donald Trump ametangaza kwamba nchi zile za utajiri karibu 4 zimeekeza Marekani
trilioni 6 na zaidi pesa za Marekani. Na ametaja nchi ya Qatar, ametangaza nchi ya Saudia, ametangaza nchi ya milki za Kiarabu, Kuwait na zinginevyo. Hiyo ni pesa nyingi sana. Unaona Waarabu vile walivyowajinga. Sasa Muirani anapiga hizo nchi kuzisambaratisha, kwa sababu Waarabu wanapata pesa zao kwa mafuta na gesi. Sasa Muiran anapiga uchumi ya Marekani katika hizo nchi za Kiarabu. Ndio unaona Donald Trump ameshikwa na wasiwasi ya kwamba Waarabu hawatampatia pesa. Uchumi za Waarabu zitaanza kuporomoka, na ikiporomoka basi dola za Marekani zitaanguka, na hiyo ndio kusambaratika nguvu ya Marekani. Sasa ndio unaona Muirani amekazana hapo kila kukicha na shambulia hizo nchi. Na Muirani yuko licha kupigwa, yupo tu na anaendeleza mashambulizi na makombora moto. Mimi ni The One Man Army TV, wasemaji. Tukutane katika video nyingine.